Kutoka vilima vya Peramiho vinavyoitazama historia zaidi ya karne moja, sauti ya Injili imeendelea kusikika kutoka kizazi hadi kizazi. Katikati ya kusini mwa Tanzania ilisimikwa mbegu ya imani iliyostawi na kuzaa matunda mengi kupitia maisha ya sala, huduma na utume. Kwa miaka 125, wamisionari wa Benediktini wa Tutzing wameandika historia ya kipekee kujitoa kwa Mungu na kwa watu wake, historia iliyogusa mioyo, ikajenga jamii, ikaimarisha elimu, afya na maisha ya kiroho ya maelfu ya watu. Leo tunasimama kwenye alama hii ya neema, tukitafakari safari ya imani, sadaka na matumaini iliyoanzia mbali na kuendelea kuangaza Tanzania na ulimwengu. Hii ni simulizi ya jubilei ya miaka 125 ya wamisionari wa Benediktini wa Tutzing. Wamisionari wa Benediktini wa Tutzing ni shirika ambalo lilianzishwa 1885 huko Ujerumani. Ndiyo. Na lengo la mwanzilishi wetu ambaye alikuwa anaitwa Padre Andreas Samlein ilikuwa ni kwamba kuwe na watawa ambao wataenda sehemu ambao hawamfahamu Kristo. Ndiyo. Na nchi zetu hizi zilikuwa ni nchi za kipagani wakati ule. Tulikuwa na dini zetu lakini bado Kristo ulikuwa hujafika. Kwa hiyo lengo lake kwamba kuwe na watawa ambao wataenda katika sehemu ambao watu hawamfahamu Kristo. Ndiyo. Kwa hiyo mwaka 1888 wamisionari wa kwanza walifika Tanzania. Wakati huo ilikuwa inaitwa German East Africa. Ndiyo. Ilikuwa haitwi bado Tanganyika au Tanzania. Ndiyo. Na sehemu ya kwanza waliofikia ni kule Pugu. Kwa kama bila shaka tumewahi sikia historia kidogo ya Pugu. Ndiyo. Wamisionari walifika pale wakiwepo pia na masista wetu. Ndiyo. Kwa sababu mwanzilishi wetu alianzisha mashirika mawili, wa kiume na wa kike. Ndiyo. Wa Benediktini wa Mtakatifu Saint Ottilien. Ndiyo. Alafu na sisi masista. Kwa hiyo walikuja pamoja na alikuwa anawatuma pamoja. Ndiyo. Walipofika kule Dar es Salaam, of course kulikuwa na changamoto ambazo zilitokea na kuna watu waliuawa kule, akiwepo pia sister wetu. Ndiyo. Misheni ile haikusurvive sana, ilibidi warudi tena Ujerumani. Lakini hawakukata tamaa, wakarudi tena Tanzania. Ndiyo. Wakati huo bado inaitwa German East Africa. Ndiyo. Walipofika kule Dar es Salaam tena, waliona waendelee kupeleka Injili sehemu nyingine. Kwa hiyo masista wetu walienda Tosamaganga ambao hipo Iringa. Ndiyo. Bila shaka umewahi sikia hii eneo la Tosamaganga. Ndiyo. Walifika kule na kule wakaanza pia umisionari. Pia yakuwa mazingira marahisi na wengi wa misionari walikufa sana. Hata kule Dar es Salaam mwingine kwa magonjwa mbalimbali, malaria, kwa sababu kule wakati ule hakukuwa hata na tiba. Ndiyo. Lakini wakati wapo kule waliona waweze pia kuextend utume wao. Ndiyo. Kwa hiyo wanaume wakatangulia huku kusini Songea. Na nimesikia kwamba mlikuwa hapo Peramiho juzi. Ikawa ni eneo la kwanza ambalo wamisionari wa kiume walifika pale wakaadhimisha misa ambayo ilikuwa ni mwaka 1898. Ndiyo. Kwa hiyo walipofika kule wakaanza utume huko Songea. Lakini haikutosha kwa sababu pia walihitaji uwepo wa masista. Na hiyo ilikuwa ni lengo la mwanzilishi wetu. Wanapoenda wanaume na masista wawepo na wao kikubwa wao wanashughulikia masuala ya wagonjwa, changamoto za wanawake, shule, wanaume wakiwa labda zaidi kwenye mambo ya uchungaji au kwenye viwanda. Kwa hiyo wakawalika masista, wengine walitokea kule Dar es Salaam kwa sababu bado wengine walikuwa Dar es Salaam na wengine walikuwa Tosamaganga. 1901 tarehe 1 Julai masista 4 wakatua hapa. Ndiyo. Songea ambayo ni Peramiho. Kwa hiyo tarehe 1 1901 sisi ndo foundation day ya congregation yetu. Ndiyo. Kwa tunaposema kwamba tunasherehekea miaka 125, ndiyo, ndo ile miaka ambayo masista wetu walifika hapa Peramiho. Lakini kwa Tanzania hatuwezi kusema miaka 125 kwa sababu tayari tulikuwepo
kule Dar es Salaam kule Tosamaganga, lakini kabla ya mwaka 1901. Ndio. Hii ni kwa ajili ya hapa Peramiho. Ndio. Kwa hiyo masista wakaanza utume sasa kusaidia mambo ya wagonjwa, wakaanza kufundisha wasichana ambao walikuwa wana walimu. Ndio. Hivyo. Lakini pia ilipofika 1905 kukawa na vita vya Majimaji. Ndio. Na vile vita pia vili affect wa misionari, na kuna masista wetu pia waliuawa kule Liwale Mikukuyumbu wakiwa wanatokea Dar es Salaam kuja huku Peramiho Mission, na askofu mwingine alikuwa anaitwa Cassian Spies waliuawa katika mazingira ya kule. Kwa hiyo hata huku Peramiho vile vita vilisambaa. Ndio. Hata walipofika hapa Peramiho waliposikia mambo ya vita huko Liwale Mikukuyumbu, hata eneo la huku pia walikuwa affected. Ilibidi masista wakimbie. Ndio. Na walikimbilia sehemu inaitwa Kigonsera ambayo ni kilomita 50 kutoka hapa kwenda Kigonsera. Kigonsera ni parokia moja ipo jimbo la Mbinga. Ndio. Walipofika pale walikaa tu kama siku 2, wakasikia tayari Peramiho imeshachomwa moto. Kwa hiyo ilibidi tena waondoke yale mazingira ya Kigonsera kwa sababu wale watu tayari na wenyewe walikuwa wanawafuata kule walikoenda. Wakakimbia kutoka Kigonsera kwa mguu wakaenda mpaka Lekinyasa, wakarudi Dar es Salaam. Ndio. Walipoenda kule 1906 mazingira yakaanza kama kuwa na utulivu. Lakini masista wakurudi mara, walirudi 1909 tena. Hawakukata tamaa, wakarudi tena hapa Peramiho. Walivyoendelea na ule utume, kufundisha wasichana, kusaidia masuala ya hospitalini. Of course walikuwa hawajafungua hospitali maalum, lakini walikuwa wanaenda kwenye nyumba za watu wanawasaidia, labda kuwafunga vidonda, kuwasaidia hivyo. Kulikuwa tena na shida nyingine ambayo waliipata, vita kuu vya dunia ya kwanza. Kwa hiyo ilibidi wa misionari wote wakimbia mazingira ya Peramiho. Na tukumbuke kwamba vile vita Wajerumani kama walikosa nguvu, Waingereza walikuwa sasa wanatawala. Kwa hiyo masista wetu wengi walikuwa ni Wajerumani. Eneo lote la Wajerumani ilibidi waondolewe, wakakimbia. Kwa hiyo hii walikimbia wakaenda mpaka Malawi, wakapita Zimbabwe, wakaenda kutua kule South Africa, kulikuwa na camp. Ndio. Wakaanza kuishi kule. Na kule hawakukata tamaa, waliendelea tena kuwahudumia wagonjwa ambao waliwakuta kwenye camp. Na tuna sister mmoja ambaye alikufa wakati ule. Kwa hiyo ilipofika 1920 wakapata kama uhuru kutoka kwenye ile camp, wakarudi Ujerumani. Ndio. Waliporudi kule Ujerumani walikaa kama miaka 6 hivi bila kurudi huku Afrika. Lakini ilipofika 1923 Waingereza, kuongozi wa Waingereza walihitaji walimu. Lakini wanamtuma nani? Kwa sababu hawakuwataka Wajerumani. Kwa hiyo ilibidi kuwatuma masista 3 ambao sio Wajerumani. Alikuwepo mmoja Mswisi, mwingine Mwingereza na mwingine kutoka Poland. Wakatangulia. Lakini vile vile wao walianza kunegotiate na ule uongozi. Kwa hiyo ilipofika baada ya muda mfupi ilibidi warudi masista wachache wa Jerumani kwa sababu wao ndio walikuwa walimu wakubwa. Na huko Peramiho kulikuwa na chuo cha walimu, ilikuwa ni kama center ya elimu. Ndio. Kwa hiyo wale masista wakarudi tena. Na ilipofika 1926 ikawa sasa kama mambo yamekuwa stable, mambo yametulia. Kwa hiyo walivyorudi sasa wakarudi na nguvu mpya, wakaona ni vyema waendelee tena kuongeza utume wao. Na sehemu ya kwanza kutoka Peramiho wakaenda sehemu inaitwa Litui ambao iko Lekinyasa, kama umewahi kuisikia. Ndio, nimewahi kusikia. Kwa 1926 wakaenda wakafungua ile jumuiya ili waweze kuextend ule utume wa elimu na afya kule Lekinyasa. Kwa hiyo kwa maana hiyo pia tunasherehekea pia miaka 100 tangu masista wetu wafungue ile nyumba ya kule Lekinyasa. Kwa hiyo baadaye wakaendelea tena kufungua sehemu mbalimbali katika jimbo la Mbinga, jimbo la Njombe, of course na Songea katika sehemu mbalimbali. Lakini kingine ambacho masista wetu walikifanya ni kwamba walisaidia
katika formation ya watawa ambao ni wazalendo. Ndio. Na shirika mojawapo ni masista wa Mtakatifu Agnes Chipole. Ndio. Wale walilelewa na masista wetu. Ndio. Lakini wakati huo masista wetu hapa hawakuwa na Mwafrika ambaye ni Watutsi, tuseme hivyo. Mwafrika yeye. Kwa hiyo miaka ya 80 kitu, Askofu Jacob Komba alianza kwa challenge wa misionari kwamba kwa nini msi accept pia wa Afrika ambao wao pia wa misionari wa Benediktini wa Tutsi. Achana na hiyo formation mnaoifanya kwa ajili ya masista wengine wa Chipole, lakini tunapenda pia na nyinyi muwe na masista ambao ni wa Afrika. Ndio. Kwa hiyo ilikuwa ni discussion kubwa katika congregation nzima, kwa sababu congregation ya kwetu tupo hapa Afrika, of course huko Ulaya, huko Marekani, na huko Asia. Kwa hiyo 82 sister wa kwanza au msichana wa kwanza niseme akafika hapa Peramiho na akapokelewa 82 mwaka 1982. So na congregation iliamua kwamba formation iwe kule Nairobi kwa sababu kule walifungua international novitiate. Maana yake walianza sasa kupokea Waafrika toka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo sister akapelekwa Nairobi kwa ajili ya malezi. Wakati Peramiho hapakuwa na malezi kwa sababu haikuwa ni nyumba ya malezi. Wale waliokuwa formed hapa, wale wa Chipole tayari walishaenda kwao. Mtakatifu Agnes wa Chipole. Yes. Ndio. So kutoka pale wasichana wengi wakaanza kuingia shirika letu na wakawa wanapelekwa Nairobi kwa ajili ya formation. Lakini baadaye wakaona kwamba wamekuwa wengi, wakatafakari kwamba ingefaa pia kuwa na novitiate huku Tanzania. Ndio. Kwa sababu waliona kama ni gap kubwa kwamba wasichana wanaenda kulelewa sehemu nyingine. Of course ni shirika moja lakini wanakuja kuishi hapa. Kumbuka kule Nairobi ilikuwa kama ni jumuiya ya watu ambao ni vijana bado. Alafu hapa Peramiho wamisionari wale wameshaanza kuzeeka. Kwa hiyo watu wanatoka kule wasichana wanakuja hapa, ni kama unapata ile cultural shock au tuseme kuna age gap katika wakubwa na hawa vijana. Kwa hiyo wakafikiria kwamba na sisi tuanze formation hapa. Kwa sister wa mwisho kutoka Nairobi akarudi 98, wakafunga ule ukurasa kwa wale waliokuwa wanaenda kulelewa Kenya kwenye ile international visit. Wakafika hapa. Na hapa Tanzania kuna province mbili. Nyingine iko Ndanda na wenyewe ni masista wa misionari wa Benediktini wa Tutsi na sisi hapa. Kwa hiyo wakafikiria kwamba tena wafungue yani formation ambayo itakuwa na masista wa kule Ndanda pamoja na Peramiho. Na mara kwanza walifikiria formation hiwe hapa Peramiho kwa sababu ukiangalia sisi tupo mbali na seminari ya Peramiho. Ndio. Na wakaona kwamba itakuwa ni rahisi kupata pia walimu kutoka seminari. Lakini Peramiho hapakuwa na nafasi, yani hawakuandaa majengo kwa ajili ya formation. Ndio. Historia inasema kwamba mwaka 1990 kulitokea na mafuriko huko Mtwara. Ndio. Na Ndanda pia ilikuwa affected. Kwa hiyo yale mafuriko ni kama yaliacha nafasi, watu waliondoka pale, ikaacha nafasi. Kwa hiyo ilipofika 96 wakubwa wakaona kumbe inawezekana tukawapeleka wasichana wakaenda Ndanda. Wakaanza kule kwa sababu kule kuna nafasi. Japo hawakuwa na walimu wengi kule kwa sababu seminari ilikuwa ku Peramiho na walikuwa nategemea walimu kutoka Peramiho. Wakaendelea ile formation na ikukaa kwa muda mrefu sana kwa sababu tena uongozi wa shirika ukaona kila province au priority iwe na formation yao. Kwa 96 hiyo Peramiho ikafungua formation sasa novitiate ya hapa. Kwa hiyo pia mwaka huu tunasherehekea miaka 25 tangu masista wetu waliolelewa hapa wafunge na vile ambayo ilikuwa ni 2001. Kwa hiyo hapa pia tunasherehekea na jubilei nyingine ya miaka 25 tangu tuanze formation ya kwetu hapa Peramiho. Kwa hiyo Peramiho imeendelea kukua. Ndio. Na
naweza kusema ni historia pana sana ambao nimeiongea tu kifupi ili walau mtu aweze kupata picha. Kwa miaka hii 125 ya uwepo wenu hapa nchini Tanzania, ni tukio au ni hatua ipi ya kihistoria ambayo unaiona kuwa imekuwa ni msingi zaidi katika kukua kwa utume wenu? Mimi naangalia pia utume ambao tumeufanya hapa Tanzania. Ndio. Hasa upande wa elimu na afya. Ndio. Shirika letu limeweza kutoa mchango mkubwa sana katika sekta ya elimu hapa Tanzania. Kwanza nikiangalia shule yetu ya Peramio Girls ambao wakati huo ilikuwa ni shule ya kwanza middle school katika upande wa kusini huko. Ndio. Zilikuwepo shule kama Kigonsera au Ikonde, lakini hakukuwa na shule ya wasichana pekee. Kwa hiyo hii baadaye ikaanzishwa shule yetu 1946. Imetoa mchango mkubwa sana katika kuelimisha wanawake na imetoa viongozi wengi sana ambao wana mchango mkubwa sana katika nafasi mbalimbali hapa Tanzania. Kwa mfano nafikiri alikuwa ni mwanamke wa kwanza kwa national speaker, Mama Anna Makinda. Ndio. Yule ni alisoma shule yetu. Alikuwepo marehemu Jenista Mwagama. Ndio. Na pia ni kutoka shule yetu. Kuna wengine wabunge japo naweza kusahau majina. Hauwezi kuwakumbuka wote. Siwezi kuwakumbuka wote. Lakini ni hao wachache tu, ila wako wengi ambao yani wana nafasi za pekee katika jamii. Ndio. Kushukuru sana. Lakini pia upande wa afya. Ndio. Kwa sababu masista wetu ndo walioanzisha pia kituo cha Leplos. Kuna kituo cha wakoma huko Peramio. Sasa tunao wachache ambacho kilianza 1911. Miaka mingi imepita. Na walitoa mchango mkubwa sana kwa hudumia watu wenye ukoma. Walitoka sehemu mbalimbali za Tanzania lakini hata nchi karibuni. Malawi, Msumbiji. Yes. Na wao hivyo, lakini hata pia upande wa afya. Asante sana. Umetueleza changamoto ambazo mlikutana nazo wakati wa kuleta shirika hili hapa nchini Tanzania kuanzia ule mwaka 1888 na baadaye vita vya Majimaji ya mwaka 1905 hadi 1907, kabla ya vita vikuu vya kwanza vya mwaka 1914 hadi 18 na baadaye mwaka 1920 kama ulivyoeleza wakarejea tena wale masista watatu. Vita vipili vya dunia vya mwaka 1939 hadi mwaka 1945 havikuathiri kwa namna yoyote? Vile havikuathiri sana na masista waliweza kuendelea na utume wao. Of course kulikuwa na tension ndogo ndogo, lakini havikuathiri sana kwamba yani mpaka waweza hata kuhama kama walivyohama wakati mwingine. Ndio. Hivi havikuwa sana na effect kwao. Ndio. Changamoto hizi mmewezaje kuziuza kwa fursa ya kukua kiroho na kijamii? Kwetu sisi hizi changamoto zimetufanya pia tuwe imara katika uinjilishaji wetu. Ndio. Kwa sababu pia tukikumbuka historia yetu, tukipata hata changamoto saizi tunaona tu kwamba mbona hizi ni za kawaida tukilinganisha na zile walizozipitia mama zetu. Ndio. Kwa sisi hizi zimetufanya tuwe imara, lakini tunapokuwa tunaona kama mlango huu unafungwa, zinatusaidia pia yani kufikiria njia nyingine ambayo tunaweza kuitumia ili tuweze kuendelea na utume wetu. Ndio. Yes, ndio maana nimekwambia master wetu walikuwa mara wanakimbizwa, lakini wanaona opportunity nyingine ya kurudi, wanarudi. Kwa hivyo changamoto hizi ambazo shirika letu limepitia zimetufanya sisi tuwe imara. Ndio. Na kuendelea mbele zaidi. Mpendwa Sister Mary, kwa mtazamo wako unafikiri nini kinacholitofautisha shirika la wamisionari wa Benediktini wa Tutzing na mashirika mengine ya kitawa? Shirika hili sio la kimisionari tu, lakini tuseme hivi lina aspect mbili. Kuna misionari lakini pia kuna monastic life, maisha ya kimonaki. Kwa hiyo japo sisi ni wamisionari lakini hatujikiti tu kwenye maisha ya misionari. Pia tunaishi vitu viwili hapa.
kuna misionari lakini kuna maisha ya kimonaki. Ndiyo. Hiyo pia ni tofauti na mashirika mengine. Sasa utakuta mashirika mengine ni apostolic tu basi, lakini sisi ni wa misionari lakini pia ni wa monaki ambao tunaishi maisha ya jumuiya. Ndio. Tunasali pamoja, tunakula pamoja, tunafanya kazi pamoja, tunahoni vitu pamoja. Hakuna mtu ambaye anaweza kusimama na kusema hiki ni cha kwangu peke yangu. Ndio. Mtu anaposikia shirika hili la masuala ya kitume, shirika hili la masuala ya kimonaki, hebu msaidie yule asiyefahamu aelewe. Maisha ya umisionari manake ni mtu ambaye anaweza kwenda mahali popote kwa ajili ya kupeleka Injili. Ndio. Lakini tunaposema kwamba sisi ni wa misionari pia ni wa monaki, manake sisi ni wa misionari lakini siwezi kuishi tu peke yangu natembea nasema mimi ni misionari. Tunaishi kwenye maisha ya jumuiya. Ndio. Monastic life. Manake tunakaa wote pamoja. Tunamtumikia Mungu pamoja. Kwa hiyo sisi maisha yetu zaidi jumuiya, ni maisha ya jumuiya. Ndio. Yes. Kwa hiyo kwa yule ambaye afahamu ni kwamba sisi ni wa misionari lakini tunaishi maisha ya jumuiya, ni misionari ambao wanakaa pamoja. Asante sana. Mtazamaji, ndivyo ambavyo tunatia nanga kwa siku hii leo katika kipindi hiki maalum. Naamini kwa dakika hizi chache ambazo tumepata fursa ya kumsikia Sister Mary kutoka hapa Peramiho, jimbo kwa Katoliki la Songea, umepata nafasi ya kuvuna jambo jipya, umepata mang'amuzi mapya kuhusiana na wamisionari wa Benediktini wa Tutzing ambao mwaka 2026 wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa jubilei ya miaka 125 ya utume wao hapa nchini Tanzania. Hakika imekuwa ni safari ndefu lakini iliyojaa matumaini, kwa kusimama na kuanguka, na imejaa na majonzi mengi, lakini kwa namna ya kipekee basi yote yamewezekana kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Mimi ni Eric Pasco Jr. nikiwa naye John Albert Samki. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.